Yes, how are you? Johnny. Yes. My name is Navigera Chinduli. I'm a young YouTuber from Tanzania, Myland. Very nice. So what about you? Can you repeat, please? What is your name? Johnny. Johnny from Poland. So Mr. Johnny, how is your trip here in Zanzibar? I am first time in Zanzibar is amazing. Yes? Yes. So are you experiencing what you have expected before? Yeah, before I was in Norway, Norway. Switzerland, in Israel, in many places, in Cuba, in Grecialand, place in the world. But Zanzibar is the best. Is the best. Yes. Yes. What about food here? Food is, now we tested my food. We have home and we make food at home, but the food in Zanzibar we must test in the future. In the future. Yeah. Yes, and you have a plan to do some safaris, hiking, yeah, we have Mountain Kilimanjaro, for Mikumi. Mikumi. Yes. And I have planned for Serengeti, but it is planned for the next year. Flying with balloon for when it's season, when the animals go to the food to the river. It's amazing. Amazing. Definitely amazing. People talk me it is beautiful, but it's only in that time you must go and watch. Okay, thank you, mister. Thank you very much and good luck for you. Thank you. Yes, mambo vipi, naitwa Navigera Chinduli, and today kama nilivyowaambia niko katika fukwe maarufu sana za hapa visiwani Zanzibar, zinaitwa Paje Beach. Paje Beach inapatikana huku katika wilaya ya Kusini Unguja. Kuna fukwe bora na za kimataifa ambazo haujawahi kuziona kabla. Fukwe moja wapo ndio hii niliopo leo, inaitwa Paje Beach. Kwanza fukwe hii ina kuofa white sand kama unavyoweza kuona. Beach hii ni beach ambayo ina white sand, afu ina clear water. Ila sasa kwa bahati mbaya leo muda ambao tumefika ni muda ambao maji yametoka, maji yamekupwa. Maana kuna maji kupwa na maji kujaa. Kwa hivyo ni beach ambayo very interesting to see and to visit. So if you have a plan on future to come Zanzibar, just visit Paje Beach. Paje Beach ni beach tulivu, unaweza ukaona, ambayo inakuofa mazingira tulivu, white sandy, lakini pia you can also have skydiving over here, and also you can have a lot of beach activities. So just visit Paje Beach and enjoy your experience. Kwa hivyo niko Paje, cha kufanya usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare ili tuzidi kuwa wengi zaidi. Hello. So this is Zanzibar for you and this is Paje. Unaweza ukaona hiyo ndio beach ya Paje. Beach hii iliimbwa na nani, Zuchu katika wimbo wake ule. Lakini pia ni beach ambayo imetembelewa na watu wengi maarufu. Kama unawajua wengine, like hapo chini, comment hapo chini. Na kama unajua mambo mengine ambayo yanapatikana katika beach hii ya Paje Zanzibar, niandikie hapo chini. Mimi leo ndo niko hapa kuja explore in details what is going on here. Ikiwa katika tour yetu kuizunguka miji ya pwani ya Waswahili. Ni kitu ambacho nimekipenda ni usafi wa beach hii. Unaweza ukaona reality from the ground tunasema unaweza ukaona ni namna gani kulivyokuwa na white sand na clean water. Apparently most of the people they don't
appreciate African things, African stuffs, kwamba kuna baadhi ya watu hawa appreciate, lakini tunaweza tukawaambia kwamba we as a African we have a lot to pride of, kama hizi beach kali, lakini pia mazingira tulivu, hakuna rapsha, hakuna mtu anakubugudhi. So kind to visit Paje. Kuna mikahawa, kuna hoteli, kuna restaurant mbalimbali. Na nauli kutoka mjini mpaka hapa ni 2,000 kuanzia Kwerekwe kwa daladala, kuanzia Mwana Kwerekwe pale mpaka hapa Paje ni 2,000, na ni safari kama ya saa 2 kasoro, yani saa 1 na dakika 40 au 50 itakuchukua hivyo, it depend. Kwa hiyo ni sehemu ambayo inafikika hata kama kwa sisi ambao ni solo traveler with low budget, tunaweza tukafika hapa na tukaweza kuenjoy a little bit, just a little bit. Kwa hivyo usiogope kufika Paje, kufika Zanzibar, even if you have a low budget as a solo traveler, just come and enjoy yourself. This is Zanzibar and this is Paje for you. Hii hapa inaitwa Mahali Zanzibar. Enjoy the center of Paje Beach. Hii ndio center of Paje Beach. Utakutana na watu wa kila aina na kila kabila over here. So this is Zanzibar. Unaweza ukaona ma foreigners wakiwa wametulia. So niandikia hapo chini unaionaje wewe hii beach ya Paje. Ni as a solo traveler nimeikubali kwa sababu ina kitu tunaita white sand. White sand na wide area, kama unavyoweza kuona ni pana kiasi cha kufanya wewe uweze kumove bila msongamano. So this is Paje Beach. Unaweza ukaona tumetoka huku. So this is Paje. How is it? Niambie wewe unaiona inafanana na beach gani? Utofauti ambao nimeuona katika mikoa hii ama miji hii ya pwani, kwa kuanzia na Tanga ambao ndio season 1 tulianzia, beach za Tanga kwa pale mjini hazina wide space. Kama Raskazoni hakuna wide space, yani ni sehemu ambayo imefinywa, japo kuna vibe na kuna activities zinaendelea pale, lakini hakuna wide space. Tofauti na Zanzibar. Zanzibar beach zake nyingi zina wide space. So una kila sababu ya kutembelea Zanzibar as a tourist, internal or international. Unaweza ukafika Zanzibar na enjoy the vibe. Hello. So unaweza ukafika Zanzibar kama hivyo, ukakutana na watu wa kila aina, wazungu, watu kutoka Asia, watu kutoka bara Arabs na maeneo mengine mengi. This is Paje Beach for you. Kama nilivyokuambia ni katika Zanzibar ambako skydiving pia inafanyika. Ukipenda kuogelea, ukipenda kudive kwenye maji,
a lot of beach soccer pia tunaweza ikakuofa Zanzibar. Kwa hivyo usiogope kutembelea Zanzibar, usiogope kutembelea Unguja, even if you have a low budget. Kwa mfano kama wewe ni mbongo alafu una 100,000, I can say inaweza ikakutosha kabisa wewe kuweza kufika mpaka Paje na ukaweza experience a lot of things. Hata kama hutaji kulala, manake unaweza ukatoka na boti ya saa 1 da by saa 2 upo Zanzibar, saa 4 saa 3 uko Paje, ukafanya activities zako, saa 6 uko Zanzibar tena mjini, na ukafanya tena activities zako, saa 10 ukapanda boti tena ukarudi da. Kwa hivyo ni sehemu ambayo, na hata hiyo 100,000 haitoisha. Kwa hivyo ni sehemu ambayo una kila sababu ya wewe kufika hapa. Usiogope kufika Zanzibar, usiogope kutembelea Paje. Unaweza ukaona hapa watu wanauza madafu. Sorry, nina kikohozi kidogo, lakini kila kitu kitakuwa sawa. Kwa hivyo hii ndio Paje wakuu kama unavyoweza kuiona. Lakini kuna beach zingine nyingi, kuna Kendwa, Jambiani, wapi, Nungwi, na sehemu zingine nyingi kama hizo ambazo unaweza ukafika na ukaenjoy the vibe. This is a cleanless beach in Tanzania, naweza nikasema hivi. Sijaona beach kama hii, labda miji mingine ya Waswahili tukitembelea kama Mafia, Mtwara, Lindi, Kilwa, kama zipo beach safi kama hii yenye white sand, sijajua. Lakini hii mimi naona imekuwa ni bora sana miongoni mwa beach nyingi za Tanzania tukilinganisha na zile ambazo tumezitembelea za Tanga. So this is habari. Safi, shikamoo. Subiri kwanza hapa nakupigia. Sorry for interference. Kwa hiyo bado tunaendelea, tuko Paje kama unavyoweza kuona. Na vibe ni kubwa sana maeneo haya ya Paje. Just have fun. Ngoja tutafute mtu mmoja hivi kama wa kuzungumza naye maeneo haya tuweze kusikia experience yake. Napendelea sana kama angekuwa foreigners ili tuweze kusikia ile experience yake ndani ya Paje, ndani ya Zanzibar. Itakuwa vibe sana. Ngoja nione kama tutapata watu hao wa kuzungumza nao. The problem is they feel like watu wengi ni scammer, so inakuwa tatizo sana kuweza nani. Hello, how are you? Can I ask you some question? On camera? Which question? Concerning your trip here in Zanzibar. Okay. Yes. It's okay. You feel shy? You are camera shy? He's a little bit camera shy. Hello. Hello. How are you? Yes. My name is Navigera Chinduli. I'm a young YouTuber and a vlogger from Dar es Salaam mainland. So I want to ask you some questions about your trip here in Zanzibar. How was your trip here? Good.
Good. It was really good. Zanzibar is a nice island. Yes. We stay already 1 week here and we Yes. have another week left. Yes. But I don't want to go home because it's so beautiful. The beaches are very nice. Yes. Bright sand and the sea is clear. Yeah, I love it. And what about the food? Maybe food. The food is also good. It's also Yes, good. really delicious. I love breakfast here. You like mandazi or chapati? What? We call it mandazi, donati. The breakfast is called mandazi. Chai na mandazi, maybe, or chapati. Yeah. Yes, Yeah. chapati. Oh. So where are you from? Germany. Are you from Germany? Yes. Oh, Are you from Munich or Zanzibar? Munich or Berlin? Near Munich, Bavaria. Bavarians. I'm from Dar es Salaam, Tanzania mainland. Ah, okay. Yes, nice to meet you. You too. Yes. Asante. Asante sana. Asante sana. Enjoy your day. Asante sana. Yes. So kama ulivyoweza kuwasikia, maforeigners wanafurahia vibe la Zanzibar, wanafurahia maisha ya Zanzibar, na amekili kwamba yeye hayuko tayari kurudi nyumbani Munich. Yeah. So ni jambo zuri sana kuweza kusikia hivyo. Kwa hivyo wewe kama Mtanzania bara hauna sababu ya kutembelea Zanzibar. Yeah, tuna utamaduni wa kuweza kusevu na kuweza kutembea. Maisha ndo haya, hakuna yani kwamba wewe utaanza kutembea mara mpaka upate milioni 100. No, you're supposed to unatakiwa tu kuwa na mpango tu. Mdogo mdogo kwa kuanza, unasevu, unatembea sio mbaya, sio anasa, kwa sababu hata dini zenyewe zinatuambia tutembee ili tuweze kuona mengineyo. Yeah, so this is it. How it is. Yeah. Kwa hivyo hiyo ndo Zanzibar wakuu, na mimi bado nipo hapa natafuta watu wengine labda kupiga nao story. Kama itakuwa vizuri basi tutapiga story. Yes. Itakuwa vizuri sana. This is Zanzibar for you. Niambie wewe unaionaje Zanzibar, kama ulishawahi kufika Zanzibar na ukapata vibe gani? Niambie. Yeah. Ndio ukaona. Zanzibari ni njema atakaye na aje. Welcome to Zanzibar. This is Paje Beach. Yeah. And this is me. Yeah, in Paje Beach, Zanzibar. You're most welcome. Rafiki, mambo vipi? Kama kawaida. Naweza nikakuuliza maswali kidogo kwenye kamera? Mawili matatu tu kuhusiana na Paje, namna gani vipi maisha hapa? Kwa kweli mimi siwezi. Hauwezi. Basi hata jitambulishe tu, kwamba unaitwa nani? Nipo na rafiki yangu hapa bwana kutoka jamii ya Masai. Mimi Makonde. Watanzania wote si unajua ndio marafiki. Yeah. So vipi maisha hapa?
Unaonaje? Una muda gani hapa Paje? Mimi sasa hivi hapa na miezi 3. Una miezi 3. Kwenye Paje. Kwenye hii Paje. Lakini mambo unayonaje? Mambo ni fresh kwa sasa. Ni fresh kabisa. Wapo ngaka kidogo sababu wageni sasa hivi. Hii ndio low season tunasema. Yeah. Basi shukrani sana. Haina noma. Hapo. Hello. Kama kawaida. Poa. Poa, swali. Pole. Hapana, haraka. Unajua Kiswahili? Ongea sana. Ongea kidogo. Jambo. Salamu alaykum. Kama unaweza kuona kama hivyo interaction with the foreigners inakuwa very high maeneo haya, na watu ni wengi sana. Lakini kwa sasa hivi kwa mujibu wa Maasai anasema kwamba sasa hivi ni low season, so watalii kidogo wamepungua, labda tutegemee kuanzia mwezi wa 6 watamiminika hapa maeneo haya hapa. So this is Zanzibar and this is Paje. Kwa niandikia hapo kwenye comment wewe unaionaje Zanzibar, unaionaje Paje Beach mimi nitapita na comment yako kama kawaida, na ungependa tuende beach gani nyingine ambayo unahisi ina vibe kuliko hii ya Paje. Basi tutaenda huko kuweza kuona mengi mengine ambayo yanapatikana katika maeneo hayo. This is Zanzibar for you and this is Paje. Welcome to Zanzibar habibi. Zanzibar hakuna matata. Unaweza kaona hapa inaitwa Kite Beach Zanzibar. Kite Beach Zanzibar. Offer ambazo tutazipata hapa ni kama hii hapa inaitwa diving, whales watching, kwenda kuangalia papa ama nyangumi, airport, stendi, paddle up, Jozani Forest, Mnemba Island. Hizi ndo activities ambazo unaweza ukafika ukafanya. Blue Lagoon, Sunset Cruise, na zingine nyingi. Kwa hivyo hiyo ndo Paje Beach Zanzibar. Niandikie kwenye comment umeionaje. Unadhani rank namba ngapi? Mimi binafsi naipa namba 1, lakini na wewe unaweza ukarank hapo kwa beach ambazo umetembelea. Hii unaweza ukaipa namba ngapi? Kwa sababu kila mtu na sehemu alizoenda. Kwa hiyo hii Paje Beach kwangu mimi na rank as number 1 beach for now. Until nitakapoweza kufika katika bichi zingine, lakini bichi hii kwa sasa naipa namba 1 kutokana kwanza ni safi, alafu ni white sand beach. Unaweza ukaona white sand beach. Ni white sand beach. Alafu maji, sifa zake nyingine, sifa yake nyingine ni kwamba ina maji masafi na mazuri hii beach ya nini? Ya Paje. Kwa hivyo enjoy Zanzibar. Kama nilivyowaambia kwamba kusafiri sio anasa, unachotakiwa wewe ni kuandaa bajeti yako, even low budget. Tengeneza mpango mzuri, safiri ukaweze kuyaona mengi. Katika kusafiri kuna mengi utajifunza, utakutana na watu wengi, utatengeneza connection. Hii ni katika kusaving tu,
Maisha ndo haya. Tuishi tu kutokana na hali tulizo nazo, usiwe na expectation kubwa ukashindwa kufanya mambo mengine, kwa sababu ukisema eti uweze kuwaza ujenge magorofa yani ni ngumu kwa sasa hivi. Kwa hivyo ukipata kidogo basi jitahidi kuwekeza kidogo, na nyingine kufanya hizi tour, hata kama uko alone kama mimi, solo traveler, unasafiri unaenda hapa na pale, maisha yanakuwa mazuri sana. So this is Paje, na mimi nilikuwa hapa leo katika beach ya Paje, moja kati ya beach maarufu sana kwa activities mbalimbali, inapokea wageni mbalimbali, even though sasa hivi ni low season, lakini umeweza kuona hapo tumezungumza na wageni na wametoa ya moyoni yao, wamependa vyakula vya Kizanzibari, tuseme vya Kitanzania, breakfast safi kabisa. Kwa hivyo ni jambo la kujivunia na linaenda kuthibitisha kwamba Zanzibari ni na uchumi wa buluu ni sera ambayo ipo hot, kwa sababu watu wanafika Zanzibar ku experience beach nzuri kama hizi, na huo ndo uchumi wa blue, vyakula. Kwa hivyo ni jambo ambalo la kujivunia na la kulilinda sana sote wa Tanzania na Wazanzibari kwa ujumla. Kwa hivyo hadi wakati mwingine, nilikuwa hapa Paje Beach. Naitwa Navigera Chinduli. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Niandikie hapo chini umependa nini katika bichi hii ya Paje, na nitapita na komenti zako bila shida wala tabu yoyote ile. Hadi wakati mwingine, hala.